بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuamka salama, kwani kuna wengi walilala wakiwa wako salama lakini hawajaamka salama, lakini kuna ambao wamelala moja kwa moja, watu wanasubiria kuzika. Kama Allah amekuamsha salama, hii ni neema na unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia kuiswali swala hii ya subhi tena kwa jamaa. Hii nayo pia ni neema, wakati watu wengine bado wamelala hawajaamka, lakini wewe tayari umeshaamka na umeswali salati subhi. Hii ni neema kubwa sana ambayo umepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, wakati watu wengine bado wamelala na wengine wameshaamka na wameelekea kwenye majukumu yao, hawakuona umuhimu wa kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe Allah amekupa taufiki hiyo na umekuja umemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni neema. Mshukuru Allah kwa neema hiyo. Lakini pia hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia pia kubaki katika kikao hiki cha kheri, majalisu Ramadhan, vikao vya mwezi wa Ramadhan, vitu ambavyo pia tunasema siku zote kwamba huwa nafsi haipendi. Nafsi huwa haipendi kukaa katika vikao vya kheri kama hivi. Sasa unapoilazimisha nafsi yako na ikawa ni yenye kubakia katika vikao kama hivi, kwa hakika hiyo ni neema, na kwa neema hiyo watakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika tuko katika masiku ambayo ni bora sana. Tuko katika masiku ambayo yana thamani kubwa sana. Kwa yule atakayejitambua atayaona masiku haya ni masiku yenye thamani, ambayo maulama wameyaita masiku haya ni taju layali Ramadhan, ni tunu ya masiku ya mwezi wa Ramadhani. Masiku haya yamebaki ni machache sana,
lakini yana faida kubwa. Masiku haya yana thamani kubwa, masiku haya yana ubora mkubwa. Lakini kwa yule atakayelitambua hilo kwamba masiku haya ni zawadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ametupa zawadi hiyo. Muislamu akilitambua hilo, bila shaka hatofanya uzembe hata mara moja katika kumwabudu Allah, katika kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna yoyote ile iwayo. Masiku yaliyobakia ni machache, na Muislamu akijitahidi yawezekana akapata kheri kubwa. Na ndani ya masiku haya, kama tulivyotangulia kusema, Waislamu wanapambana kuitafuta Lailatul Qadr. Kila mmoja anapambana kuitafuta Lailatul Qadr kwa kufanya yaliyokuwa mazuri, kwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na usiku huu umefichwa na Allah. Allah ameuficha ili watu waweze kujitahidi katika ibada. Wa innama ukhfiyat Lailatul Qadr liyajtahida al-ibadu fi at-ta'a fi jami'i al-layali. Imefichwa Lailatul Qadr ili waja waweze kujitahidi katika ibada katika masiku yote. Katika masiku yote 10, katika masiku 10 la mwisho katika mwezi wa Ramadhani, Muislamu anatakiwa kujitahidi katika ibada. Yani linapozama jua tu, anza kujitahidi katika ibadati. Ndio maana jana tukasema ni vizuri pia watu wanapofuturu ukakimbilia msikitini, ukaja msikitini, ukakaa, ukatulia, ukasoma Qur'ani kiasi fulani, ukamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Haya sio masiku ya kuchezea kabisa, ni masiku ambayo yana thamani kubwa sana. Kila Muislamu anatakiwa kujitahidi katika ibada. Rajaa annahu rubbama kanat hadhihi laila hiya Lailatul Qadr, kwa kutaraji kwamba kila siku unapokuwa unajitahidi katika ibada, ukiwa unataraji kwamba huenda usiku huu ukawa ndio usiku wa Lailatul Qadr. Ndugu katika imani, usiku wa Lailatul Qadr alifahamishwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, lakini kabla hajaja kuwaeleza Waislamu kwamba usiku wa Lailatul Qadri unakuwa tarehe fulani au unakuwa usiku fulani, kuna watu wakawa wamegombana. Ugomvi ni kitu kibaya. Kuna watu wakawa wamegombana, na kutokana na kugombana kwao ikawa ni sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallama kusahaulishwa usiku huo. Imekuja katika hadithi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadr, hakika mimi nilitoka kwa ajili ya kuja kuwapa habari na taarifa kuhusiana na usiku wa Lailatul Qadr. Ameonyeshwa usiku, ameoteshwa usiku na Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba usiku wa Lailatul Qadri utakuwa tarehe fulani. Anaamka asubuhi, amejiandaa, anakuja msikitini, anaswali, anamaliza kuswali, hakumbuki tena ule usiku wa Lailatul Qadri utakuwa ni lini. Kwa Mtume anasema, nimetoka nyumbani ili nije niwape habari kuhusiana na Lailatul Qadr. Fatalaha fulanun wa fulan, fulani na fulani wakawa wamegombana. Farufi'at, yani rufi'a ilmuha, yani ikaondoshwa elimu yake. Yani sikumbuki tena kwamba hiyo Lailatul Qadri ni lini. Wa asa an yakuna khairan lakum, na huenda ikawa kule kusahaulishwa mimi, huenda ikawa ni khairi kwenu nyinyi.
faltamisuha, basi itafuteni Lailatul Qadr, jitahidini katika ibada, hasa katika 10 la mwisho, itafuteni, huenda ikawa ni kheri kwenu nyinyi. Kwa hiyo baada ya kufichwa sasa, watu wakawa wanajitahidi, hata Mtume sallallahu alayhi wasallama akawa anajitahidi. Kaifa yataharra almuslimu Lailatul Qadr, vipi anaitafuta Muislamu Lailatul Qadr, anaitafutaje? Hadhihi al-lailatul mubarakatu man hurima faqad hurima al-khaira kullah, usiku huu uliobarikiwa, usiku huu wenye baraka wa Lailatul Qadr, atakayenyimwa kheri zake atakuwa amenyimwa kheri kweli. Yani kama unawatafuta watu ambao wameingia hasara kubwa, hasara ya mwaka, ni yule atakayenyimwa kheri za Lailatul Qadr. Wala yuhramu khairaha illa mahrumun, na hatonyimwa kheri zake isipokuwa yule ambaye amenyimwa. Lidhalika yanbaghi lilmuslimi alharis, vile vile yatakikana kwa Muislamu mwenye pupa, ala taati llahi, anapupa juu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, anapupa katika ibada, an yuhyiha imanan wa tama'an, au huisha usiku huo wa Lailatul Qadr kwa imani na kwa kutaraji, fi ajriha alazim, na kutaraji malipo yake makubwa. Wa an yajtahida fil ashri alawakhiri, na ajitahidi katika 10 la mwisho, uswatan bin nabii sallallahu alayhi wasallama, akiwa anamfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama kunavyokumbushwa katika 10 hili la mwisho, kila mahala, kila darsa, kila muhadhara, kila khutba inawahimiza watu kufanya bidii katika ibada ndani ya masiku haya ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Kufanya hivyo ni kumuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama tulivyoona katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha. Aisha anasema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yajtahidu, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anajitahidi katika 10 la mwisho kufanya ibada, ma la yajtahidu fi ghairiha, kwa namna ambayo alikuwa hajitahidi katika 10 mengine. 10 hili la mwisho Mtume alikuwa anajitahidi sana. Kwa hiyo mtu anapojitahidi katika ibada, akajitahidi katika kuisoma Qur'an katika masiku haya ya mwisho, akajitahidi katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, akajitahidi katika kuyafanya yaliyokuwa ya kheri, akajitahidi kuisoma Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu anamuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa alayhi an yukthira min alqiyami fi hadhihi allayali, na vile vile yatakikana mtu ajitahidi katika kusimama kufanya ibada katika masiku haya. Wa an ya'tazila an-nisaa, na ajitenge na wanawake. Wa yahuthu ahlahu ala at-ta'a, na awahimize watu wake juu ya taa, juu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, fiha, ndani ya masiku haya ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Aisha radhiyallahu anha anasema tena, kana nabii sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, idha dakhala al-ashru, linapoingia 10 la mwisho katika mwezi wa Ramadhani, shadda miizarahu, anafunga vizuri kikoi chake, anakikaza vizuri kikoi chake. Wa ahya lailahu, na anauhuisha usiku wake halali, anauhuisha usiku kwa ajili ya ibada.
anauhuisha usiku kwa ajili ya kuswali, anauhuisha usiku kwa ajili ya kusoma Qur'an, anauhuisha usiku kwa ajili ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wa aiqadha ahlahu, na anawaamsha watu wake kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anawahimiza watu, na ndivyo tunavyotakiwa na sisi vile vile tuwahimize watu wetu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, tuwahimize watu wetu katika kuisoma Qur'an, tuwahimize watu wetu katika kuswali, tuwahimize watu wetu katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, tuwahimize watu wetu katika kuyafanya ya kheri ndani ya masiku haya machache yaliyobakia. Yamebaki machache kweli, lakini ni mazito. Allah akakupa taufiki ya kuwa mwepesi kufanya ibada katika masiku haya, wallahi hiyo ni neema kubwa sana. Ndugu zangu katika imani, ndani ya masiku haya watu wanautafuta usiku wa Lailatul Qadr, usiku wa heshima, usiku wenye cheo kikubwa, usiku uliobarikiwa, usiku wenye kheri nyingi. Na usiku huu vile vile maulama wameeleza unakuwa una alama zake, yani kuna alama za kuonyesha ya kwamba huu ni usiku wa Lailatul Qadr, au usiku huu uliopita kwa hakika ulikuwa ni usiku wa Lailatul Qadr. Lailatul Qadri laha alamatun tu'rafu biha. Usiku wa Lailatul Qadri una alama ambazo zinafahamisha ya kwamba usiku huo uliopita ulikuwa ni usiku wa Lailatul Qadr. Wa min hadhihi alalamati, na miongoni mwa alama hizo ya kwanza, an yakuna aljawu munasiban warrihu sakina, ni kuwa anga limetulia na upepo umetulia, yani hakuna upepo ambao unavuma, kumetulia kabisa. Hapo watu wajue kwamba usiku huo ulikuwa ni usiku wa Lailatul Qadr. Miongoni mwa alama zake na dalili zake, at-tuma'aninatu was-sakinatu allati tanzilu biha al-malaika, ni utulivu ambao wanashuka nao malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Usiku huo unakuwa ni usiku ambao umetulia kabisa. Fayahisu al-insanu bituma'aninati al-qalbi, mwanadamu anahisi kabisa hata moyo wake umetulia. Muislamu anahisi moyo wake umetulia. Wayajidu min inshirahi sadri, na anapata kuona kwamba kifua chake yani kimeachia, kifua kichepesi, kifua kimefunguka vizuri. Waladhati ibada, na vile vile anaona namna anavyo, yani ibada inakuwa ni tamu. Fi hadhihi laila, katika usiku huo, ma la yajiduhu fi ghairihi, ladha ya ibada ambayo haipati katika masiku mengine. Yani anaona tu aendelee na ibada, anapenda. Kama ni kusoma Qur'ani anaona kwamba kama vile aendelee, kama ni swala anaona kama vile aendelee. Yani moyo unapenda ibada, moyo umetulia. Hii ni kuonyesha kwamba siku hiyo ilikuwa ni siku ya Lailatul Qadr. Qad yaraha al-insanu fi manamihi, wakati mwingine mtu anaweza akaona katika usingizi wake, akaota, kama haswala li ba'dhi sahaba, kama ilivyopatikana kwa baadhi ya masahaba waliota usiku wa Lailatul Qadr. Kwa hiyo hata na wewe vile vile unaweza ukaota kwamba usiku wa leo huu ulikuwa ni usiku wa Lailatul Qadr. Miongoni mwa alama za kuonyesha kwamba usiku huo ulikuwa ni usiku wa Lailatul Qadr, an tatlu'a ash-shamsu fi sabihatiha safiyah, ni kuchomoza jua asubuhi yake likiwa liko safi. La shu'aa laha, yani jua halina kizuizi, yani hakuna kitu ambacho linazuia lile jua, linaonekana vizuri. Hii ni kuonyesha kwamba usiku huo
uliopita ulikuwa ni usiku wa Lailatul Qadr. Almuhimu Muislamu anatakiwa jitahidi katika kutafuta usiku wa Lailatul Qadr ndani ya masiku haya kwa kujitahidi katika ibada. Kikubwa Muislamu anatakiwa ajitahidi katika ibada. Miongoni mwa mambo ambayo yanatakiwa katika masiku haya ni al-i'tikafu, ni mtu kukaa itikafu. Na maana ya itikafu ni luzumul masjidi li ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtu kulazimiana na msikiti kwa lengo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu ameamua kukaa msikitini kwa ajili ya ibada, si kwa ajili ya kuchati, si kwa ajili ya kupiga story, si kwa ajili ya kuongea na simu. Yuko msikitini kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu huyo anaambiwa kwamba amekaa itikafu. Mashru'iyatuhu, sheria ya kukaa itikafu. Yustahabbu al-i'tikafu fi Ramadhana, ni sunna kukaa itikafu katika mwezi wa Ramadhani. Lihadithi Abi Huraira qala, kwa ushahidi wa hadithi ya Abu Huraira. Abu Huraira anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallama ya'takifu fi kulli Ramadhana 10 ayami, anakaa itikafu katika kila mwezi wa Ramadhani, anakaa itikafu siku 10. Falamma kana al-aamu alladhi qubida minhu, ulipokuwa mwaka ule wa mwisho ndipo aje afe, ule mwaka wa mwisho kuishi, i'takafa 20 yawman, alikaa itikafu kwa muda wa siku 20. Wa afdaluhu akhiru Ramadhana, na 10 ambalo ni bora, masiku ambayo ni bora ya kukaa itikafu ni masiku ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Masiku haya ambayo tunayo, lima thabata an Aisha anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kama ilivyothibiti katika hadithi ya Aisha radhi za Allah ziwe juu yake, anasema kana ya'takifu al-ashra al-awakhira min Ramadhana, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallama akikaa itikafu katika 10 katika masiku 10 ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani, hatta tawafahu Allah, mpaka Allah akamfisha. Waqad thabata anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, na vile vile imethibiti hakika mtume sallallahu alayhi wasallama i'takafa akhir al-ashri min Shawwal, alikaa itikafu 10 la mwisho katika mwezi wa Shawwal, qadaan li'itikafi Ramadhana, kwa ajili ya kulipa itikafu ambayo hakuikaa katika mwezi wa Ramadhani. Huenda labda kuna mambo yalimpata akawa hakukaa itikafu katika 10 la mwisho katika mwezi wa Ramadhani, amekuja kulipa qadha katika 10 la mwisho katika mwezi wa Shawwal. Fa in nadhara al-insanu an ya'takifa yawman au akthara wajaba alayhi al-wafa' binadhrihi, ikiwa mtu ataweka nadhiri ya kukaa itikafu kwa muda wa siku 1 au zaidi ya siku 1, ni wajibu kwake yeye kutekeleza nadhiri yake. Wakati mwingine mtu anaweza akaweka nadhiri, Allah akinijalia jambo fulani, mimi nitakaa itikafu siku nzima msikitini, mimi nitakaa itikafu msikitini siku 2. Ukisema namna hiyo umejilazimisha jambo ambalo lilikuwa si wajibu kwako wewe. Kwa ni lazima utekeleze nadhiri yako. Katika hadithi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Umar sa'ala lin-nabiy sallallahu alayhi wasallama, alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, mtume wa Allah, inni kuntu nadhartu fil jahiliya, hakika mimi niliweka nadhiri wakati wa ujinga, an a'takifa lailata fil masjidil harami, kwamba nitakaa itikafu siku 1 katika msikiti wa Maka.
Qala, mtume akamwambia Umar, fa aufi binadhrika, tekeleza nadhiri yako. Fa atakafa laila, Umari akakaa itikafu siku moja. Kwa mtu akiweka nadhiri ya kukaa itikafu, amejilazimisha na jambo hilo, anatakiwa awe ni mwenye kukaa itikafu. Makanuhu, sehemu ya kukaa itikafu. La yushra'u al-i'tikafu illa fil masjidi, sio sheria kukaa itikafu isipokuwa itikafu inakaliwa msikitini. Kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema wala tubashiruhunna, na wala msichanganyikane na wanawake, wa antum aakifuna fil masajidi, na nyinyi mkiwa mmekaa itikafu msikitini. Allah ametumia lugha ya kikubwa, msichanganyikane na wanawake, na hali ya kuwa nyinyi mmekaa itikafu msikitini. Lakini makano shahidi katika nukta yetu kwamba itikafu inakaliwa msikitini, ndio maana Allah akasema fil masajidi, wa antum aakifuna fil masajidi, na nyinyi mkiwa mmekaa itikafu msikitini. Aya hii na tufahamisha ya kwamba itikafu inatakiwa ikaliwe msikitini. Waliannahu mu'takafu wa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na hiyo ni kwa sababu msikitini ndiyo sehemu ambayo alikuwa akikaa itikafu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakadhalika azwajuhu, na vile vile wake zake walikaa itikafu msikitini. Walau kana yasihu al-i'tikafu lama atakafa azwajuhu sallallahu alaihi wasallam fil masjidi ma'al mashaqqati fi mulazamatihi. Lau ingekuwa inafaa kukaa itikafu sehemu nyingine nje na msikiti, wake zake na Mtume wasingehangaika kukaa itikafu msikitini pamoja na shida yote. Yani unaacha nyumbani kwako, unaacha kitanda chako, unaacha kila kitu chako, unakwenda msikitini. Ingekuwa inafaa kukaa sehemu nyingine, wanawake hawa wangekaa katika maeneo hayo. Walau jaza fil baiti la fa'aluhu, ingekuwa inafaa kukaa itikafu nyumbani, wanawake wa Mtume wangefanya hivyo, walau marra, hata kama ni mara moja. Kwa hiyo itikafu jamani ni msikitini. وقد ذهب الجمهور إلى أنه يشرع الاعتكاف في كل مسجد, na wameenda jamhurul ulama, maulama wengi wameenda ya kwamba inafaa, ni sheria kukaa itikafu msikitini, pamoja na kwamba wakakhtalifiana juu ya msikiti wenyewe pia uwe ni msikiti ambao unaswaliwa Ijumaa na mfano wake. Waqala qaumun, na wakasema watu wengine, la i'tikafu illa fil masjidi thalatha, yani hakuna ruhusa ya kukaa itikafu isipokuwa katika misikiti mikubwa mitatu: al-Masjidul Haram, msikiti wa Maka, wal-Masjidun Nabawi, na msikiti wa Mtume Madina, wal-Masjidul Aqsa, na msikiti wa Palestina. Wabihi qala Hudhaifa wa Sa'id ibn al-Musayyib. Hao ni baadhi ya maulama ambao wao wamesema hivyo, na wakiwa wanaitegemea hadithi hii ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la i'tikafu illa fil masajidi thalatha, hakuna kukaa itikafu isipokuwa katika misikiti mitatu. Wa madhhabul jamhur arjahu, na madhehebu ya maulama wengi, madhehebu yao ndiyo yenye nguvu, ambayo madhehebu yao yanasema itikafu inafaa katika kila msikiti muda wa kuwa msikiti huo unaswaliwa Ijumaa. Hii ndio kauli yenye nguvu, qaulul jamhur. Nukta ya mwisho, wa yushra'u i'tikafu an-nisa, na vile vile ni sheria wanawake kukaa itikafu. Itikafu sio ya wanaume peke yao, hata wanawake vile vile ni sheria kukaa itikafu, lakini kwa sharti mbili. Yushra'u lin-nisa'i al-i'tikaf, ni sheria kukaa itikafu wanawake kwa masharti mawili. Sharti ya kwanza ni idhini,
aombe idhini kwa mume wake na mume amruhusu. Katika hadithi ya Aisha, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dhakara an ya'takifa al-ashru al-awakhir min Ramadan. Mtume siku moja alizungumza kuhusiana na umuhimu wa kukaa itikafu katika 10 la mwisho katika mwezi wa Ramadhan. Fasta'adhanatuhu Aisha faadhina laha. Aisha alipomsikia Mtume anaelezea fadhila za kukaa itikafu msikitini, akamuomba mume wake idhini ya kwenda msikitini kwa ajili ya kwenda kukaa itikafu, na Mtume akampa idhini. Kwa sharti ya kwanza, mwanamke anatakiwa aombe idhini kwa mume wake kuja kukaa itikafu msikitini. Na hadithi ya Aisha nyingine anasema, kana nabii sallallahu alayhi wasallam ya'takifu al-ashra al-awakhira min Ramadan. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akikaa itikafu katika 10 la mwisho katika mwezi wa Ramadhani, hatta tawafahu Allah ta'ala, mpaka Allah akamfisha. Thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi, kisha wakakaa itikafu wake zake baada ya hapo. Kwa hiyo hadithi hii inatuonyesha ya kwamba hata mwanamke pia anaruhusiwa kukaa itikafu msikitini. Kwa sharti ya kwanza, anatakiwa aombe ruhusa kwa mume wake. Ama sharti ya pili, alla yakuna fi i'tikafiha fitna, katika kwenda kukaa kwake itikafu pasiwe kuna fitna. Falmar'atu ta'takifu ma lam yakun fi i'tikafiha fitna, mwanamke anaruhusiwa kwenda kukaa itikafu msikitini, lakini kwa sharti kuwe katika kukaa kwake itikafu hakuna fitna. Fa in tarattaba ala i'tikafiha fitnatun laha, ikiwa kutaambatana na itikafu yake fitna kwake yeye, au lirijali, au yeye kwenda kuwafitinisha wanaume, fatumna'u, basi mwanamke huyo atazuiliwa kwenda kukaa itikafu. Kwa hiyo itikafu inafaa kukaa wanaume na wanawake kwa ajili ya kutafuta hizi fadhila na khairi ambazo zinapatikana katika 10 hili la mwisho. Kwa ndugu zangu katika imani, kwa hakika masiku haya yaliyobakia ni tunu kwetu sisi. Masiku haya yaliyobakia ni zawadi kwetu sisi. Masiku haya yaliyobakia yana ubora mkubwa sana kwetu sisi. Tuyatumieni vizuri, ilazimishe nafsi yako. Masiku yaliyobakia ni machache sana, ibane nafsi yako. Ijitahidi katika khairati mbalimbali, ijitahidi hasa panapoingia usiku, hasa panapozama jua, ilazimishe nafsi yako. Huenda ukakumbana na usiku huo ambao unaitwa usiku wa Lailatul Qadr. Tujitahidi kuiswali swala ya tarawih ambayo ndio qiyamu layl, huenda ikawa ni sababu ya wewe kuipata Lailatul Qadr na ikawa ni sababu ya kusamehewa madhambi yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka hapo itakuwa ndio mwisho wa darasa yetu kwa leo. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.